Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel Plus. Mimi ni Lulu Hali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Salma Shabani katika upande wa michezo na burudani. Karibu tu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo leo ni Ijumaa Kuu, ambapo waumini wa dini ya Kikristo nchini wanaungana na waumini wenzao duniani kote kuadhimisha kumbukumbu ya mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani. Waumini wa dini ya Kikristo hapo katika kipindi kiitwacho Ijumaa Kuu, yaani Alhamis Kuu, siku ya jana ambayo Yesu alikula karamu ya mwisho na wanafunzi wake Ijumaa Kuu, ambayo ni leo Jumamosi hadi Jumapili kesho kutwa, ambayo ni siku ya Pasaka, yaani kufufuka kwa Yesu Kristo na kuwa mshindi wa mauti. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, amri ya pili, kanisa linahimiza waumini kutokula nyama katika siku hii ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mfungo mwema, na tunazidi kudumisha yale mafundisho yote tuliyoyapata katika kipindi hichi, ambayo ni kuzidisha sana na upendo kati yetu, kuelekea sisi kupata uhakika wa Ukristo wetu, kwamba Kristo alipokufa na kufufuka, hapo tuna imani, tuna matumaini makubwa sana. Yaani tuna uhakika kufufuka kwake Bwana Yesu Kristo, hapo inatupa uhakika sisi wa Kristo kwamba hakuna kufa, ni uzima. Kama Kristo mwenyewe alianguka akiwa dhaifu kimwili, lakini hakukata tamaa, alisimama. Hivyo nasi kama Wakristo tunapoanguka katika dhambi tusikate tamaa, tusimame, turudi mara kwa mara, tuwe na tendency ya kutafakari mateso ya Kristo ili tujiweke imara katika imani. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Sudan Kusini na Somalia zimekubaliana juu ya dhana nzima ya kumshirikisha mwanamke katika masuala ya ulinzi na usalama, ikiwa ni utekelezaji wa azimio la Baraza la Usalama la 1323 la Umoja wa Mataifa. Tupate undani wa taarifa hii. Taarifa hiyo imetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi wakati wa mkutano wa 13 wa pamoja wa mabaraza ya kisekta ya mawaziri wa ushirikiano katika ulinzi, amani na usalama na baraza la kisekta la uratibu wa sera za mambo ya nje wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliohitimishwa jijini Nairobi nchini Kenya. Tunajivunia kwamba kwa uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuwa ahead of the agenda, kwa maana ya kuwa mbele kidogo ya agenda. Kwa kutumia 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan tuliweza kujijenga na kuimarisha zaidi ushirikishwaji wa wanawake kwenye sekta mbalimbali, ikiwemo uongozi na masuala ya ulinzi na usalama. Hata teuzi zetu utaona kwenye masuala ya ulinzi na usalama tunaye CGI, mkuu wa immigration, ambaye ni mwanamke. Tumeona kwenye vyombo vya ulinzi na usalama uteuzi wa wakuu wa vyombo na wakuu wa idara na vitengo wanawake kwenye masuala haya. Kuhusu matukio ya uhalifu unaovuka mipaka na matishio ya ugaidi, Waziri Katambi anasema hayo na mengine ni miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa katika mkutano huo, hasa kwa kuzingatia maslahi na usalama wa nchi wanachama. Lengo kuu ni kuweka ukanda huu wa Afrika na mtangamano wa Afrika Mashariki kuwa salama katika kila nchi mwanachama, kuhakikisha kwamba hawi sehemu ya kuchangia uhalifu au kuchangia kutoa njia au kipenyo kwa uhalifu katika maeneo yake. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Watu wasiopungua 43 wameuawa katika shambulizi yaliyofanywa na waasi wanaohusishwa na kundi la Dola la Kiislamu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nyumba takriban 44 zikichoma moto katika shambulizi hilo. Jeshi la Kongo limesema mashambulizi hayo yamefanywa na wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF katika jimbo la Ituri, eneo linalokumbwa na machafuko ya mara kwa mara. ADF ni kundi ambalo limekuwa likitumiwa mara kwa mara kwa mauaji ya raia katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Serikali imesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano na washirika wa maendeleo ili kuhakikisha mipango na program za maendeleo zinaendana na vipaumbele vya taifa vilivyowekwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Taarifa zaidi na Salma Shaban anatueleza. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa mashauriano kati ya serikali na washirika wa maendeleo, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Samuel Shelukindo, amesema ushirikiano huu ni muhimu katika kuhakikisha miradi ya maendeleo
inaleta matokeo chanya kwa taifa. Tanzania inaendelea kuonyesha utendaji thabiti wa kiuchumi, ikiungwa mkono na sera nzuri na ushirikiano wa kimkakati na washirika wa maendeleo. Uchumi umeendelea kukua thabiti, na huku pato la taifa likipanuka kati ya 5.2 na 5.6. Kwa pamoja vyombo hivi vinaunda mfumo madhubuti na jumuishi unaohakikisha dira yetu ya 2050 sio tu ya maono bali pia inaweza kutekelezwa. Naye mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa hapa nchini, Susan Ngongi na Mondo, amesema Umoja wa Mataifa utaendelea kushirikiana na serikali kwa kutoa msaada wa kiufundi na utaalamu ili kusaidia utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini. Kwa kuwa tutakutana mara kwa mara, hiyo inaweza kuwa muhimu sana. Kuna tofauti nyingi katika washirika wako wa maendeleo. Sisi ni tofauti sana kati yetu, na ninadhani ni muhimu sana kufahamu tofauti hizo. Lakini muhimu vile vile, ODA inahitajika kukusaidia kutoa dira ya 2050 kwa kutoa ufadhili wa kuaminika, endelevu, haswa katika sekta za afya, elimu na sekta za jamii. Salma Shabani, Channel 10, Dar es Salaam. Watu wawili waliofahamika kwa majina Said Ramadhani mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Mshangano na Lucas Gamalieli Mundo mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa Mtiangimbole wilaya Songea mkoani Ruvuma wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua dereva bodaboda inajulikana kwa jina la Luka Songela mkazi wa Mkuzo baada ya kumteka na kumpeleka katika mji wa Peramiho kisha kumshambulia na kitu chenye ncha kali na kusababisha kifo chake. Taarifa zaidi na mwandishi wetu anatueleza. Akitoa taarifa ya hali ya usalama mbele ya waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema tukio hilo limetokea Machi 18 mwaka huu majira ya usiku. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo tarehe 18 mwezi wa 3 2026 majira ya usiku. Hata hivyo, baada ya ufuatiliaji tumebaini kuwa watuhumiwa hao walikuwa wakijihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu ikiwa ni pamoja na uvunjaji na wizi wa pikipiki wilaya ya Songea. Katika tukio jingine, jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Michael Ngonyani mwenye umri wa miaka 38 mkazi wa kijiji cha Mtiangimbole kwa kujihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu ikiwemo wizi wa magari na vitu vya majumbani mkoani Mbeya. Alikutwa na gari aina ya Toyota IST namba T 829 DYH. Vile vile mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na sare za jeshi la polisi kaki pea moja na sare za jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ suruali moja na t-shirt moja. Aidha, katika kuelekea sikukuu ya Pasaka, jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kuhakikisha maeneo yatakayofanyiwa ibada za mkesha yanakuwa na ulinzi wa kutosha, huku wananchi wakitakiwa kutokuacha makazi yao bila uwepo wa watu, kuepuka ulevi wa kupindukia na kutojihusisha na uhalifu wowote. Salma Shabani, hii ni runinga ya Shirika la kusimamia maslahi ya viwanda na biashara nchini Ujerumani DIHK limesema sekta ya viwanda nchini Ujerumani katika kipindi hiki imegeukia zaidi kwenye uzalishaji wa vifaa vya ulinzi, ikiwa ni karibu theluthi moja makampuni ya viwanda yameona fursa katika mifumo yao ya kibiashara kwenye sekta ya usalama na ulinzi. Mmoja wa wataalam katika shirika hilo, Rainer Kambeck, amesema utafiti huo umeonyesha wazi ukuaji katika sekta ya ulinzi na hali hiyo imechangiwa na migogoro ya kikanda na ya kisiasa inayoendelea duniani. Uchambuzi maalum wa DIHK unaonyesha kuwa kampuni moja kati ya 6 za viwanda nchini Ujerumani tayari imeunganishwa katika mnyororo wa thamani kwenye sekta ya ulinzi, huku ikifuatiwa na sekta ya utengenezaji wa magari ambayo inaongoza kwa asilimia 36. Hospitali ya kanda ya KSMC iliyopo manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro imetajwa kuwa hospitali ya kwanza nchini Tanzania kuwa na huduma ya upasuaji wa tezi dume kwa njia ya mvuke steam therapy, ambapo jumla ya wagonjwa 11 wamefanyiwa upasuaji huo kufuatia kambi maalum iliyofanyika mwezi Januari mwaka 2026. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hayo yamesemwa na afisa uhusiano kanda ya kaskazini hospitali ya kanda ya KCMC Gabriel Chiseo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea zoezi la pili la kambi ya uchunguzi na matibabu ya tezi dume inayotaraji kufanyika Aprili 8 mwaka huu, huku akieleza mafanikio hayo yaliyotokana na uboreshaji wa huduma za kibingwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Tumekuja na kambi nyingine ambayo tutaanza tarehe 8 kwa ajili ya upasuaji wa tezi dume kwa kutumia mvuke. Tulipofanya ile kambi ya mara ya mwisho tuliona wagonjwa 157. Na kwa sababu ya ule muda walifanyiwa watu 11 na ilionekana ina mafanikio makubwa sana. Sisi tukawa hospitali ya kwanza hapa nchini kufanya huu utaratibu wa upasuaji kwa njia ya mvuke na inaonekana ina mafanikio makubwa. Naye mtaalamu wa mfumo wa mkojo kutoka hospitali hiyo Dr. Frank Bright amesema kambi hiyo itafanyika kwa siku 3 kuanzia Jumatano hadi Ijumaa, ambapo wagonjwa 25 kati ya 30 watafanyiwa upasuaji, hatua inayotajwa kupunguza adha ya wagonjwa kwenda kutibiwa nje ya nchi. Kuanzia Jumatano mpaka Ijumaa tutakuwa na kambi hiyo ambayo tutashirikiana na wenzetu wanaotoka India. Hii kambi itakuwa na kuna wagonjwa wapya kabisa ambao hatujaona kwenye ile kipindi cha kwanza, lakini kuna wagonjwa ambao walibaki, ndio hao ndio tumewaita. Simu nyingi sana kwamba wanahitaji huduma hii na kufikiria wale ambao walikosa nafasi mara ya kwanza. Kwa kuzingatia vigezo hivyo tumeona kwamba tulirudishe zoezi tena. Baadhi ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali wamepongeza utolewaji wa huduma hiyo ya kibingwa, huku wakiomba elimu iendelee kutolewa ili kuwanusuru wananchi walio katika hatari kupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Serikali tunawashukuru kwa huduma ambayo iko karibu, hasa kwa mikoa hii ya kanda ya kaskazini, mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na mikoa ya pembezoni, kwamba zoezi hili limewekwa mahali karibu. Kama wazee wasioni ni amri yao, waone kwamba tunawashauri na kushawishi waende wapime, kwa sababu wengi sana wanakufa kwa njia hiyo, wanasema ni amri ndio imefika, kumbe sio umri. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Na mtazamaji, kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso Captain Ibrahim Traore amewaambia wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kwamba lazima wasahau kuhusu demokrasia, ikiwa hayo yamejiri alipokuwa katika mahojiano yaliyotangazwa kwenye television ya kitaifa nchini humo ya RTB. Akitolea ufafanuzi kauli yake, Traore amesema kwamba watu wa Burkina Faso wanahitaji kusahau suala hilo, sababu msingi wa demokrasia yenyewe sio kwa ajili yao, kwani mwaka jana bunge ikiongozwa na jeshi ilipinga vyama vyote vya siasa ambavyo shughuli zake zilikuwa zimesimamishwa tangu mwaka 2022. Itakumbuka kiongozi huyo alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba mwaka 2022 baada ya kuiangusha serikali nyingine ya kijeshi, na tangu wakati huo amezuia sauti za wapinzani. Mbunge wa viti maalum mkoa wa Pemba Kaskazini Asha Omar Rashid ameikabidhi Umoja wa Wanawake wa Tanzania UWT wilaya Wete na Micheweni vifaa vya kisasa vya kielektronic kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi wa jumuiya hiyo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Pemba inasomwa hapa studio. Kuziondoa changamoto hizi katika mkoa wa Kaskazini Pemba hatua kwa hatua. Leo hii nakabidhi vitendea kazi hivi vya UWT katika wilaya hii ya Wete, ikiwa ni mashine hii ya printer pamoja na karatasi hizi kwa huduma za kiofisi katika wilaya hii ya Wete. Nashukuru sana na wakabidhi vitendea kazi hivi, viko salama. Tuwe la mwanzo hili pale ambapo kuwa tutakuomba au hata kama hatuja kuomba, ukiona inakupendeza tu basi tuletee, sisi tunapokea. Na mnaenda kwenye bajeti, tena mtakaa kwa muda mrefu kidogo kwenye bunge. Kwa hiyo usituchoke utakapoona simu zetu au message. Mara nyingi tutakuwa tunatuma message ukitokea changamoto yoyote ile kwa Chama cha Mapinduzi, jumuiya ya wazazi, vijana na hata sisi wenyewe. Vifaa hivi alivyotukabidhi mheshimiwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Kaskazini, naahidi kuvitunza na kuvifanyia kazi. Msaada huu tumeupokea kwa shukrani kubwa, na hii ni hatua nzuri ambayo ameanza nayo mheshimiwa mbunge. Tuna imani kubwa mbele atafanya makubwa zaidi na zaidi. Kwa kweli msaada huu utatusaidia vizuri, kwa sababu katika kutekeleza kazi zetu, hata kuandika zile ripoti zetu zile za vikao inakuwa ni shida kutokana na ukosefu wa wino.
na upepo joto hili kali. Kwa hivyo tunamshukuru Mheshimiwa mbunge na tunasema kwamba ameanza vizuri, ameanza na mwendo nzuri. Kikubwa tunachomtaka, tunamwomba kwamba aendelee. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupasa kwenda kuungana na mwana michezo wetu Salma Shaban katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel Plus, nami ni Lulu Ali. Hii ni Channel 10.